Shalom, shalom, shalom. Tunapenda kuwasalimia Ijumaa ya leo katika hii alfajiri na asubuhi hii njema. Mungu akubariki wewe uliyefika siku ya Ijumaa ya leo ya tarehe 29 mwezi wa 5. Ni wako Apostle Yohana Fortunatus Wazinza wa kanisa la Washindi nyuma ya damu ya Yesu Kristo, nikiwa na mama mke wangu mpendwa katika madhabahu ya Washindi. Tunapenda kuwasalimia na kuwapa hongera kwa kudumu na maombi, kudumu katika imani. Wewe uliyedumu kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5, Mungu akubariki, endelea kudumu. Kwa kweli tunapenda kumshukuru Mungu, amekuwa nasi. Wakati Mungu tunaomba tarehe 1 alisema ni mwezi wa kuwezekana, na kweli tumeweza kuona vitu vinawezekana. Wagonjwa wanapona, vifungo vinaondoka, nila zinaondoka, pingu za kuzimu zinakatika, na kamba za mauti zinaondoka. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kweli, si kwa akili zetu, ni kwa neema yake tu ameweza kufanya hivi. Maana nikisoma katika maandiko katika Kumbukumbu la Torati sura ile sura ya 8 mstari wa 10, ni kweli Mungu yupo. Ninapenda kumshukuru Mungu, yeye atendaye mambo makubwa, ni kweli yupo. Katika kitabu tulichokisoma kikatutia nguvu tena ni katika Mithali, pale aliposema Mithali 10 mstari wa 8 kwamba mwenye akili atasikiliza nini? Maagizo. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mungu aliyetupa maagizo ya mwezi wa 5, na kweli tumeweza kwenda nayo na tumeweza kuona baraka. Ni kweli tumeweza kufurahia, tumeweza kuona yanawezekana mambo mengi katika madhabahu ya Washindi. Baraka zinamiminika. Tumeweza kuona kazi tuliyoianzisha ya ufyatuaji matofali. Mungu ametuwezesha na fedha zimekuwepo. Mungu akubariki wewe ambaye uliyetoa. Mungu akubariki uliyesapoti kazi hii. Kwa kweli tumeweza kuona Mungu. Watenda kazi wa matofali wamefanya kazi, wamepata posho zao na wamekula chakula na wamefurahia, wakawa ni watu wenye furaha. Si kwa nguvu zetu, ni kwa uwezesho wa Mungu tu. Kwa hiyo Mungu akubariki. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, utapata baraka. Tunaingia mwezi wa mbingu zilizo wazi, kinywa cha Mungu kilicho wazi, mwezi wa 6 katika madhabahu. Mungu amesema nasi kupitia maombi ya alfajiri ya leo kwamba hakika kinywa chake hakitafumba, macho yake hayatafumba, masikio yake hayatafumba, yatakuwa wazi kukusikiliza ni yapi unayoyaomba kwake. Wana wa madhabahu, msiwe na shaka, kwa sababu Mungu amekwisha kusema. Na Mungu wa madhabahu ya Washindi anaposema, ameshasema. Kwa hiyo Tanzania, usiwe na wasiwasi. Hakuna homa ya itakayosimama inayotishia dunia. Hii homa ya hanta haitaweza kuharibu taifa letu. Kwa hiyo tutabaki salama, sisi na watoto wetu na taifa letu. Na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa salama, na jopo lake la uongozi litakuwa salama. Makamo wetu wa rais Emmanuel Nchimbi atakuwa salama. Waziri wetu mkuu Mwigulu Nchemba atakuwa salama, na baraza la mawaziri wote watakuwa salama. Hakuna atakayepotea, bali tubaki katika kanuni ya Mungu, kuwa waaminifu. Wabunge watakuwa salama. Mabalozi wetu wa serikali za mitaa watakuwa salama. Wenye viti wetu wa serikali za mitaa watakuwa salama. Ikulu itakuwa salama, kwa sababu Mungu wa utukufu amesema hatafumba macho, hatafumba kinywa, hatafumba masikio, atasikia kila mtu. Anasema kila mwenye pumzi
atamsikia mwezi wa sita. Kwa hiyo nipende kukwambia wewe Mtanzania mwenzangu, hautaangamia. Baki katika haki ya Mungu, utakuwa salama. Mungu akubariki. Mungu akuangazie nuru za uso wa mbingu. Uwe na amani, uwe na nguvu. Mwezi wa sita tunaoingia kesho kutwa Jumatatu ni mwezi wa mbingu zilizo nini? Wazi, kwa ajili ya kusikia. Hautateswa na huyo mganga aliyekuwa akikutesa. Hautalogwa na huyo mchawi mwanamke mwanaume aliyekuwa anakutesa. Ni mwisho, kwa sababu ni mbingu zilizo wazi. Kinywa cha Mungu kitakuwa wazi. Macho ya Mungu yatakuwa wazi. Masikio ya Mungu yatakuwa wazi. Yalipokuwa wazi katika bahari ya Shamu, njia ilipatikana. Macho ya Mungu na kinywa cha Mungu kilipokuwa wazi na masikio ya Mungu katika jangwa, maji yalitokea. Kwa hiyo mwezi wa sita katika nusu mwaka wa 2026 Mungu yupo kwa ajili ya kukusikia. Kwa hiyo nipende kukualika katika madhabahu ya washindi, na nipende kukupa hamasa kuendelea kufuatilia chaneli zetu za mitandao ya kijamii. Utabarikiwa uingiapo na utokapo. Wala hautatishwa. Mama, karibu, unaweza ukasema neno kwa ajili ya watazamaji wetu na followers wetu na partners wetu na family friends zetu katika mitandao ya kijamii. Unaweza ukasema neno kuhusiana na wao. Amen. Karibu. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nipende kuwasalimia tena katika asubuhi ya leo. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ambaye amefufuka tena siku ya leo kwa ajili yetu. Yes. Mpendwa msikilizaji unayetusikiliza na unayetutazama katika mitandao ya kijamii, hakika ni mwezi mwingine tena Mungu ametupa kibali. Yes. Katika mwezi wa uwezekano tunapoenda kumaliza, Mungu tena ametupa mwezi mwingine ambao amesema ni mwezi wa kinywa chake kufumbuka. Yes. Kwa ajili ya kuachilia baraka, kwa ajili ya kuachilia kibali, kwa ajili ya kuachilia uzima kwa yule wewe ambaye umesumbuka miaka mingi. Yes. Kinywa cha Bwana kiko wazi katika mwezi wa sita kwa ajili ya kuachilia nguvu zake. Yes. Wewe ambaye uko dhaifu, miaka mingi umelala katika kitanda chako hicho, Mungu katika mwezi wa sita amesema ni mwezi wa mbingu kuwa wazi. Yes. Ni mwezi wa kinywa chake kuwa wazi kwa ajili ya kufunguka. Yes. Kwa ajili ya kuondosha mateso unayoteseka nayo. Yes. Lakini hii inakuwa kwa wale wote wanaosikiza sauti ya Mungu. Amesema katika Kumbukumbu la Torati 28, itakuwa mtakapoisikia sauti yangu na kutunza na kuyafata yale ninayowaagiza, ndivyo kinywa chake kitakapofumbuka. Yes. Na kuachilia hizo baraka na kuachilia huo uzima. Yes. Kwa wale watakaoisikia sauti ya Mungu. Yes. Hivyo unayetutazama, wewe kubali kuisikiza sauti yake na kuyafata maagizo anayotuagiza, ili tuweze kubarikiwa, tuweze kupata huo uzima aliyotuahidia. Yes. Maneno ya vinywa vyetu yatapata kibali pale tutakapoisikiza sauti yake. Amen. Na kuyafata na kuyatenda yale anayotupasa tuyatende kabisa. Hivyo nakuasa mwezi wa sita usipungue kwako. Yes. Uwe mzima, uwe mwenye afya njema, ili Mungu kinywa chake kinapofumbuka kikukute na wewe ukiwa una baraka, kikukute na wewe ukiwa mzima, ili uzipokee zile ahadi ambazo amekwisha kuziahidia katika mwezi wa sita. Ya kwamba masikio yake yatakuwa wazi kwa ajili ya kusikiza sauti yako unatamka nini. Yes. Maana anasema katika Hesabu anafanyia kazi kile tunachokisema. Kabisa, kabisa. Hivyo utakapokuwa umesema uwe na baraka, masikio yake yako wazi katika mwezi wa sita kwa ajili ya kusikiza hiyo sauti kitamka Mungu unahitaji baraka zake. Mungu atasikia na kukupa hizo baraka. Amen. Hivyo jiunganishe katika madhabahu ya washindi, ukaweze kuziona hizo ahadi ambazo ameziachilia katika mwezi huu wa sita unaoingia katika Jumatatu hiyo inayofuata hapo mbele yetu, na wewe ukazione hizo baraka katika madhabahu ya washindi. Tunamwamini Mungu akisema ni kweli inakuwa. Yes. Maana hakika yake ni hakika, wala hapana atakayeweza kuipinga. Amen. Anasema maneno
atuambiayo ni Roho, nayo yanatenda kazi. Naye amesema katika mwezi wa 6 kinywa chake kitakuwa wazi. Yes. Masikio yake yatakuwa wazi na mikono yake itakuwa tayari kwa ajili ya kuokoa wale wanaohitaji msaada. Kabisa. Kwa hiyo maneno yake ni Roho, nayo yanatenda kazi, na yatakuwa kwako katika mwezi wa 6 utakapoisikiza sauti yake na kuyatenda yale atuagizayo. Sasa na Misali hiyo 10 mstari wa 8 aliposema kwamba mwenye akili ataisikiza sauti ya Mungu, yes, na kuyatenda yale yampasayo kuyatenda, lakini mwenye maneno mengi ataanguka chini. Hivyo usije kaanguka kwa ajili ya maneno mengi, bali sikiza sauti ya Mungu kwa ajili ya kuyatenda ya kupasayo kuyatenda katika utukufu wake. Amina. Amen. Nipende kukusalimia na kukupa ongera na kukwambia kwamba haya maneno tunayoyasema ni Roho, maana tusemi kwa akili zetu. Amen. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Amina. Na amesema katika Yohana 6:63, yes, ni Roho yanatenda kazi. Amen. Na amesema katika Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 20, ahadi za Mungu zilizo katika yeye ni za kweli. Ahadi ya kuwa kwamba mbingu zilizo wazi, masikio yaliyo wazi, macho yaliyo wazi ni kweli. Yes. Wewe baki hapo, endelea kutufuatia, yajayo yanafurahisha. Wewe baki hapo katika Washindi Official Media, utaendelea kubarikiwa. Amen. Tufuatilie katika Facebook, yes, tufuatilie katika WhatsApp, Instagram, yote ni hayo, TikTok, yes, andika tu Washindi Official Media. Mungu akubariki. Mungu wa madhabahu ya Washindi awe na wewe. Pokea baraka, pokea amani asubuhi ya leo, yes, ya tarehe 29. Pokea ushindi. Yasiyowezekana yawezekane, maana amesema ni Mungu si wa mbali, bali ni wa wapi? Ni wa karibu. Awe karibu yako. Amen. Katika baraka zako. Amen. Awe karibu yako katika kampuni yako. Amen. Awe karibu yako katika uongozi wako. Amen. Awe karibu yako katika ufugaji wako. Amen. Awe karibu yako katika elimu yako. Yes. Awe karibu yako katika shamba lako. Amen. Amen. Katika huduma ulionayo. Amen. Mungu akupe mafuta ya kibali. Amen. Mungu akupe mafuta ya uwezekano. Amen. Uwe na neema. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Siku ya leo ikawe ya baraka. Amen. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya baba huyu, na kwa ajili ya mama huyu, na kwa ajili ya kijana huyu, yes, na kwa ajili ya babu huyu na bibi huyu. Uweze kuwainua, uweze kuwabariki kazi ya mikono yao. Kila walitendalo liweze kufanikiwa. Baraka za madhabahu ya Washindi zikawafikie mahali popote walipo. Amen. Baba, umesema wewe Mungu ni mtoshelezi. Yes. Watosheleze waingiapo na watokapo. Amen. Watosheleze kazi ya mikono yao. Yes. Ewe Mungu wa madhabahu ya Washindi, usinyamaze juu yao. Amen. Zaidi ya yote uweke nguvu yako, afu ondoe mtu mkorofi mbele yao. Yes. Baraka zao ziwatangulie. Amen. Baba, nakushukuru kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu akubariki. Amen. Mungu akuangazie nuru za uso wake. Tukutane katika vipindi vinavyoendelea. Amen. Mkono wa baraka uwe nao. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen.